Bwana Yesu asifiwe. Wiki iliyopita nilianza kufundisha na naendelea leo kufundisha somo ambalo linahusiana na mahusiano. Mwaka huu tumeshasema ni mwaka wa miunganisho ya kimungu, kwa maneno mengine ni mahusiano ya kimungu. Sasa nilianza kufundisha wiki iliyopita gharama za kudumisha mahusiano ya muda mrefu. Gharama za kudumisha mahusiano ya muda mrefu, the cost of maintaining long-term relationship. Jamani, nilisema kwamba nilishawahi kufundisha kwamba kuna mahusiano ya muda mfupi, kuna mahusiano ya muda mrefu. Sasa mahusiano ya muda mrefu yana gharama. Mahusiano ya muda mrefu yana gharama ya kulipa. Na gharama hizi ziko katika pande zote mbili. Na gharama hizi zipo katika pande mbili za wale wanaohusika katika mahusiano hayo. Na kifupi tu nikakwambia katika Biblia kuna mifano ya watu watatu, kuna couples au watu partners watatu ambao nilikuwa nikiendelea kufundisha habari zao katika kujenga hoja yale ambayo nayafundisha. Ninatumia mifano ya Ruthu na Naomi katika Agano la Kale, natumia mfano wa Daudi na Yonathani katika Agano la Kale, lakini natumia mfano wa Paulo pamoja na Barnaba katika Agano Jipya. Na nilianza wiki iliyopita na nikakwambia kwamba gharama ya kwanza kabisa ambayo nilifundisha ni uaminifu usioyumba na kujitoa au kujituma kwa ajili ya mwenzako. Unwavering loyalty and commitment or dedication to your partner. Na nilieleza kwa kirefu maana ya uaminifu, lakini kifupi, kuwa mwaminifu ni kwamba unakuwa muwazi na mkweli kwa mwenzako, unakuwa ni mtu wa kuaminika au kutegemewa na mwenzako. Lakini kujitoa nikasema ni kujituma au kujitoa kwa kuahidi uaminifu na kuamua kwa dhati ya moyo wako kutoa muda wako, kutoa nguvu zako, kutoa msaada wowote unaotakiwa. Hiyo ndio nikasema ni commitment. Hiyo ndio kujitoa. Na ukweli nilikuwa na maelezo mengi sana kwamba katika kujitoa mara nyingine katika Biblia tulikuwa tunaona watu wanaahidiana bila kiapo, wengine wanaahidiana kwa kiapo. Kama ukitaka kwenda deep, watu walikuwa wanaahidiana kwa viapo. Na nilieleza kwa kirefu sana na sina muda wa kuyapitia yote hayo, na nikaeleza tofauti ya kiapo na nadhiri. Nikasema kifupi kabisa kiapo ni kwamba ni mtu anatoa ahadi nzito au wajibu makini kwa mtu mwingine. Anakuwa ana pledge, anatoa tamko au anatoa ahadi au kuwajibika, obligation to another person, kwa mtu mwingine, na hapo wanamhusisha Mungu. Ndio nikasema hicho kiapo. Hicho ni kiapo. Kama ni watu wawili au makundi mawili alafu wanamweka Mungu katikati, hicho ni kiapo. Wanatamka yale maneno mbele za Mungu na Mungu anakuwa ni shahidi na anakuwa ni hukumu wa yale ambayo mnayozungumza. Nikasema nadhiri kwa kawaida ni hayo ahadi nzito au wajibu makini unatolewa na mtu, lakini unakwenda kwa Mungu moja kwa moja. Ile ukimwahidi Mungu kwamba ukinifanyia hiki nitafanya hivi, na Mungu anasikia, uzuri ni yeye mwenyewe anahusika, hiyo tunaita nadhiri. Sasa nikaenda sana kwenye habari ya viapo, nikakupa mifano ya Daudi na Yonathani jinsi ambavyo walifanya viapo, na nikaendelea na kuwaeleza hao watu wengine ambao nimewazungumza. Sasa leo nina jambo la pili. Jambo la pili ambalo na nitazungumza hilo tu. Ni jambo moja linasema gharama ya pili ambayo naizungumza ni upendo usio na ubinafsi, uletao wema, huruma na kumjali mwenzako. Gharama nyingine katika kudumisha mahusiano yanayodumu yanajengwa kwenye gharama hii: upendo usio na ubinafsi, unaoleta wema, huruma na kumjali mwenzako. Selfless love that brings kindness, compassion and care for your partner. Ili kudumisha mahusiano yoyote, wahusika hawawezi kukwepa swala la upendo. Na hapa nimesema ni upendo usio na ubinafsi, unselfish love
or selfless love. Ni upendo usio na ubinafsi. Na huu upendo sasa huwa upendo unazaa wema, unazaa huruma, unazaa kujali, lakini chimbuko ni upendo usiokuwa na ubinafsi. Na kwa haraka haraka kama unataka kujua sifa za upendo, hebu sijui kama una microphone. Okay. Nisomee Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 4 hadi wa 8. Wakorintho wa kwanza sura 13. Hizi ni sifa za upendo. Uone tu kwamba upendo umebeba mengi sana. Mimi nimesema tu ni upendo ambao unakupelekea kumjali mwenzako, kuwa na huruma, kuwa na wema. Sasa mimi nataka tu nikuonyeshe kwamba upendo, ukishasema upendo una sifa nyingi sana hata katika Biblia. Una mambo mengi sana hata zaidi ya haya niliyosema. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 4 hadi wa 8. Tafadhali. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauoni wivu, hauna majivuno, hauna kiburi, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haukasiriki upesi, hauweki kumbukumbu ya mabaya. Upendo haufurahii mabaya, bali hufurahi pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haushindwi kamwe. Lakini ukiwepo unabii utakoma, zikiwepo lugha zitakoma, na yakiwepo maarifa yatapita. Jamani, mnaona upendo una sifa nyingi sana na sina muda wa kuzifafanua zote, lakini unaona mambo ambayo yametajwa. Upendo unavumilia. Ukijiona huvumilii, hebu jitathmini kuhusu upendo wako kama ni wa kweli, ambao nimeutema mimi ni upendo usio na ubinafsi. Huvumilia, upendo hufadhili, tayari ni kindness, unatoa. Na hili ninalo kwamba upendo unazaa wema. Upendo hauoni wivu, upendo haujivuni, upendo hauna kiburi, upendo huwa una adabu, upendo una adabu, upendo hautafuti mambo yake. Kwa hiyo kama hutafuti mambo yako, maana yake unaweza ukatafuta mwenzako. Sasa ndio maana nimekwambia upendo ni unselfish love. Na anasema upendo haukasiriki haraka, upesi, hauweki kumbukumbu ya mabaya kila leo. Bwana, jana ulinikosea na leo wewe. Upendo haufurahii mabaya, bali hufurahia pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, upendo huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haushindwi kamwe. Haushindwi kamwe. Ukiwa na upendo unakulinda sana. Hebu Petro wa kwanza sura ya 4. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari ule wa 8. Inasema hivi: zaidi ya yote dumuni katika upendo, kwa maana upendo husitiri wingi wa dhambi. Husitiri wingi wa dhambi. Nilikuwa ninajaribu kuangalia translation mbalimbali za kustiri, nikashangaa sana. Kuna Biblia moja ninaipenda, inaitwa ni Children's Bible, lakini inasema International Children's Bible. Inasema most importantly, love each other deeply. Love has a way of not looking at others' sin. Yaani ile kusitiri kwamba hauendi unaangalia tu mwenzangu, huyu unajua wewe mimi wewe una matatizo sana. You're not looking for sin. Upendo, sifa ya upendo hautafutizi dhambi kwa mwenzako. Sasa haya imenitia moyo. Sasa hizo ni sifa za upendo. Lakini nimekwambia upendo usio na ubinafsi unaoleta wema, huruma na kumjali mwenzako. Sasa twende kwa hawa watu ambao nimekuwa na wataja, tuangalie walifanya nini. Paulo na Barnaba. Hebu twende kwenye Matendo ya Mitume 9 mstari wa 26 hadi wa 28 tafadhali. Somee Matendo ya Mitume 9 mstari wa 26 na 28. Naanza kukuonyesha sasa jinsi ambavyo upendo unavyofanya kazi katika mahusiano. Karibu. Sauli alipofika Yerusalemu akajaribu kujiunga na wanafunzi, lakini wote walimwogopa, kwa maana hawakuamini kwamba kweli naye alikuwa mwanafunzi.
Lakini Barnaba akamchukua akampeleka kwa wale mitume, akawaeleza jinsi Sauli akiwa njiani alivyomwona Bwana, na jinsi Bwana alivyosema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ujasiri kwa jina la Yesu huko Dameski. Kwa hiyo Sauli akakaa nao, akitembea kwa uhuru kila mahali huko Yerusalemu, akihubiri kwa ujasiri katika jina la Bwana. Wiki iliyopita nilikwambia kwa mlengo wa commitment na kujitoa kwa mwenzako, nikamwona jinsi ambavyo huyu mtu alijitoa. Sasa leo kwa maandiko hayo hayo, angalia kwa jicho la upendo na kujali na upendo wa kweli. Huyu Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli yuko kwenye tatizo. Alikuwa kwenye tatizo zito, tatizo la kukataliwa, rejection. He was facing rejection. Kama huelewi, uje ukataliwe na watu ambao unategemea wakukubali, wakukatae, ndio utaelewa ninachokizungumza. Huyu mtu yuko kwenye sononeko, yuko kwenye stress, almost labda hata depression. Kwa sababu ya nini? Sauli ameokoka, anakuja kujiunga na walokole wenzake, watu wa njia ile wenzake, watu ambao alitegemea kwamba watampokea na kuimba haleluya, kwa sababu sasa aliyekuwa jambazi anatupiga, sasa ameokoka. Biblia inaniambia wote waumini wote wakamkataa, pamoja na mitume wenyewe. Yuko kwenye mahangaiko. Ilihitaji mtu anayejali mwingine kuintervene. Ashukuriwe Mungu, Barnaba anaitwa mwana wa faraja. Yaani walio kwenye matatizo, kukiwa na shida, yeye alikuwa kama jina lake lilivyo, ni mwana wa faraja. Anamkuta Paulo, nafikiri alishika kichwa. Najaribu kufikiri Paulo alikuwa katika hali gani wakati wanafunzi kila kimwendea, aje hapa kanisani kwa mfano, anafika anamwendea Caleb, anasema staki. Anamwendea nani, anasema bwana ukaa mbali na mimi. Anamwendea sijui hapa nani, Isaac, anasema hapana. Anaenda kwa mama mchungaji, hapana. Anakuja kwa mchungaji mwenyewe, hapana. Namuona kama amekaa pale kwenye mti pale karibu na geti ya kutoka, ameshika kichwa, anasema sijui nifanye nini. Hatuambii zilipita siku ngapi hapa mpaka alipopelekwa na Barnaba. Kama alilala, naamini ule usiku haukuwa mzuri. Akamwambia Mungu, Bwana Yesu, mimi nimeokoka, umenitokea. Sasa hao jamaa ambao ndio nilitegemea wanitie moyo, wamekaa mbali na mimi. Sasa Barnaba, ambaye mimi nasema alikuwa ananyesha upendo wa kweli wa Mkristo, wa kweli, true love. Nafikiri alikwenda, bwana mbona kama una masikitiko, sijui kama alikuwepo. Namuona kama Barnaba anamuuliza maswali. Unajua Biblia haielezi kila kitu, hata conversation. Alisema tu alimchukua akampeleka. Lakini namuona kama vile anamuuliza, mpendwa, kwani kulikoni? Mbona kama huna amani, huna furaha? Bwana, huwezi kaamini, wapendwa wote wamenikataa. Nimeenda hata kwa mitume nikawaambia, wamenikataa. Kisa wananiogopa, eti mimi wanaona mimi sio mwenzao. Ninayaona mahusiano. Jamaa akasema don't worry, wala usipate shida, nipo ninayejua kujali mahusiano. Nipo mimi, usipate shida. Mimi jina langu ni mwana wa faraja. Tulia Paulo. Kweli utawaweza wazee? Mimi nimewafuata, wamenikatalia. Nimemfuata mchungaji Maboko mwenyewe kwa kinywa chake kasema haniamini. Sasa nitaenda kusema naye. Natamani niwe na watu wa namna hiyo, watu majasiri katika THM, watu ambao hata mchungaji kaingia chaka, unakwenda kumchukua mtu, unakwenda kumtia moyo, anambia mchungaji hapana, huyu mtu ninamfahamu. Ambia mchungaji hapana, unaingia chaka, ni mchungaji wangu na kuheshimu, asante, lakini kwa ajili ya huyu bwana mimi ninamfahamu. Kama ni hivyo, makosa yake yote, sio mnasemaga dhambi zake zote zihamishiwe kwangu, sio mnasemaga vijana wa mjini.
Anasema kama ni matatizo akileta shida hapa mjini, hapa kwenye kundi, mimi niko tayari kubeba hiyo lawama. Paulo anasema nini? Bwana sikiliza, ni jamaa lilipika. Inawezekana hata alimuuliza Paulo mwenyewe. Biblia haisemi alipata wapi hizo story. Au Anania kule hata simu sijui kama walikuwa nazo za kuwasiliana. Kwamba ile jamaa limeokoka huko. Nafikiri hata liliuliza, mimi nahisi, mimi kwa haijaandikwa kwenye Biblia, lakini nafikiri limueleza, likampa ushuhuda. Sasa it takes somebody who cares. Kwani Paulo ilikuwaje? Bwana Yesu kabisa alikuwa hivi. Akawa anazisikia tweet. Wakati wanaongea anazisikia tweet kabisa. Kwamba bwana hii jamaa linaongea ukweli. Bwana nilipigwa muleka. Unajua nini, nikaona mwanga, nikaona nimekula muleka, nikauliza nikasikia sauti inaniambia wewe Paulo, Paulo, kwani unaniudhi? Nikamuuliza wewe ni nani Bwana? Akasema mimi ni Yesu. Nilipotoka pale nikaenda Bwana, nikaingia Dameski nikiwa kipofu nimeshikiliwa. Nilipofika pale akaitwa Anania, akasema wewe Paulo, nenda kamuone Paulo. Hata yeye aliogopa mpaka Mungu mwenyewe akamsahamisha. Alivyokwenda Anania akaniwekea mikono, akanibatiza, akanitia moyo. Nikaanza kuona, nikaanza kupiga injili pale Dameski. Natamani tu kungekuwa na simu mpigie Anania umuulize. Jamaa likaona hapana, hii ushuhuda huu hapana unatosha. Ambia tulia mwanangu, tulia. Mimi nitakwenda. Inataka mtu anayejali. Mtu careless atasema baba bebaga huo mzigo wako kwako, mimi nitakuombea tu. Sio muda wa maombi hapo. Chukua matendo ya upendo. Matendo ya upendo. Kwa hiyo Barnaba akambeba, akampeleka, akasema watumishi wa Bwana ninawaheshimu, mna upako na wala si wadharau. Na angekuwa ni wewe leo ungesema wana roho gani hawa? Niliwaambia mchungaji Maboko wala basi tu alituambiaga alivyokuwa jeuri wakati wa ujana. Nafikiri ujeuri wake umemrudia. Ameanza kurudi nyuma. Inahitaji, unajua pale inahitaji kiroho. Barnaba mwenyewe kwenda kuwaona watu ambao wamemkataa Paulo. Wazee wa imani, mitume waliokuwa wanatembea na Yesu. Barnaba alishakuwa kumsikia yuko pembeni kwa Yesu wakati Yesu yupo. Anasema sisi ndio tumemwona Yesu na tunajua alivyokuwa anafanya, usitutanie Barnaba. Jamaa likaenda akampeleka, Biblia nasema akampeleka kwa mitume, akatoa ushuhuda. Alivyomaliza kutoa ushuhuda, mitume wakakubali. Nampenda Yesu kwa ajili ya watu ambao wako committed katika mahusiano. Ilihitaji mtu anayejali, ilihitaji mtu ambaye ni mwema, anaonyesha wema, ilihitaji mtu mwenye upendo wa kweli. Hebu tuende katika Matendo ya Mitume 11 mstari wa 25 hadi 26. Kituko kingine. Paulo na Barnaba. Huyu Paulo alipata mtu ambaye anajua mahusiano. Huyu mtu alipata mtu anajua mahusiano. Matendo ya Mitume 11:25 hadi 26. Twende. Kisha Barnaba akaenda Tarso kumtafuta Sauli, naye alipompata akamleta Antiokia. Hivyo kwa mwaka mzima Barnaba na Sauli wakakutana na kanisa na kufundisha idadi kubwa ya watu. Ilikuwa ni katika kanisa la Antiokia kwa mara ya kwanza wanafunzi waliitwa Wakristo. Jamani, leo mimi namuona Barnaba kwa engo ya upendo na kujali mahusiano. Unajua Paulo baadaye aliondoka pale Yerusalemu, akaenda kwao Tarso. Tarso ni Uturuki, akaenda kuishi huko Uturuki kutoka Yerusalemu huko Israeli. Akaenda kuishi Uturuki. Akiwa anaendelea kuishi kule, kama alikuwa anapiga injili anajua mwenyewe alichokuwa anakifanya na akijua. Sasa Barnaba anatumwa kwenda kusimamia kanisa la Antiokia. Pale kuna watu wanaopiga gospel. Si umewakuta? Biblia tena inasema walikuwepo na orodha ya mitume na manabii wengi tu. Amewakuta wale jamaa, akasema by the way, nina barua hii hapa kutoka kwa mitume, wazee wa imani, kuja kusimamia hili kanisa. Karibu mpendwa, Mungu akubariki sana. Kwa kweli tunaona tuna uhitaji kabisa wa watu kama nyie ambao mmekaa karibu na mitume. Yaani kwa kweli nafikiri utatufaa sana mpendwa. Akasema hamjui upendo wangu. Kuna mtu mmoja ambaye nimeamua tuhusiane kweli kweli. Akasema akaenda, Biblia inasema akaenda Tarso. Hivi unajua kulipa nauli?
Unajua maana kujali yeye. Leo nataka niwape mwe mnaangalia tu kwa lugha, kwa muktadha, kwa mlengo wa upendo. Jamaa analipa nauli mwenyewe. Anakwenda kutoka huko Antiokia. Of course Antiokia ni karibu na kwenda Taki kule. Ni Sham. Hiyo ni eneo linaitwa Sham. Akasema akalipa kama ni nauli, akaenda kule akamtafuta. It takes somebody who loves so much. Mtu anayependa ndio anaweza kufanya hivyo. Akamtafuta. Sasa mahangaiko, mimi najiuliza, hivi mahangaiko yote ya nini Barnaba? Si wewe tu mwenyewe ukapiga injili? Yaani hiyo, yani kimuhemuhe, kihelehele, chote cha nini? Akasema nilishaona ni thamani ya mahusiano. Anasema ndio nitaanza kuhusiana na wapendwa wengine hapa, watumishi wa Bwana, lakini kuna mtu ambaye nilimpeleka kwa mitume, sasa hivi hayupo. Na asante Mungu, leo nimepewa na mimi kigango, na mimi nimepewa mahali pa kuhubiri injili. Akasema ngoja nitalitafuta hili dubwasha, hili jamaa, mimi nitakwenda kuliambia, sijui sasa hivi kiroho chake kimefika hapa au kimefika kule, linajua, lakini limepotea. Lakini nitamtafuta nauli yangu na kufika. Jamani, mnajua nyumba ya mtu jamani? Asa kule, nenda Ituha. Akaenda mpaka sema hodi, ni mimi. Pendwa. Barnaba, how are you my friend? Nafikiri najiuliza hivi Paulo alikuwa anafikiria, akasema wow. Barnaba, wewe ndio ulinipeleka kwa mitume. Mungu akubariki, umenifuata mpaka huku. Ambia nina kitu kingine mpendwa. Tulia kabla tuendelea, ninakuhitaji kwa huduma. Mimi mitume wakikuuliza gharama ya upendo, gharama ya mahusiano. Angalia gharama ya mahusiano. Jamaa alimpenda Paulo. Alimthamini Paulo. Alikuwa, sikiliza, angeweza kuhubiri, ndio hiyo nakwambia, ya kupenda kuliko hata nafsi yako. Nitakupeleka kwa hawa jamaa walisema alimpenda kuliko hata nafsi yake, au zaidi kama nafsi yake. Anasema no, huyu jamaa ni mtumishi wa Mungu. Na kumbe Bwana, Mungu wangu, mimi kinachonitia moyo ni kulipa nauli yake, ni kwenda kumchukua na kumleta hapa. Kiukweli maskola wengi tunaamini alikuwa anamfundisha huduma. He was a mentor. Alikuwa anamfundisha huduma. Akamwambia kaa hapa, wakaanza kufundishana. Akamweleza wewe unahubiri hivi, unajua bwana, tunapokuwa kwenye kanisa huwa tunapiga namna hii bwana. Sio ukienda pale unakwenda umevaa na tai, usiende umevaa ovyo ovyo. Acha wale wanakuambia tu unaenda hata na suruali imechanwa hivi ili mradi eti rohoni kuko salama. Achana nayo. Anamwelekeza hata namna protokali za kwenda kusimama mbele za watu. Anambia wewe, najua wewe umepiga huko injili mitaani, hujawahi kulea kanisa Paulo. Mimi sasa nimeshakaa pale Antiokia. Kwanza pale Yerusalemu nimeingia na kutoka mpaka tukawa na michango na nini. Wewe unajua mambo ya michango wewe. Kwa hiyo anamwelekeza. Kwa hiyo akamchukua. Mimi ninachosema kilichomvuta hapa Barnaba ni kuonyesha upendo wa kweli, kuamua kumjali na kumuonyesha wema mtumishi mwenzake. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 11 hadi wa 12. Tutamalizia hapo, niingie watu wengine. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 11 hadi wa 12. Ule umati wa watu ulipoona yaliyokuwa yamefanywa na Paulo, wakapiga kelele kwa lugha ya Kilikaonia wakasema, miungu imetushukia katika umbo la binadamu. Wakamuita Barnaba Zeu na Paulo wakamuita Herme, kwa kuwa ndiye aliyekuwa msemaji mkuu. Hapo msemaji mkuu. Hivyo umeelewa? Wewe nilikuwa na kumenta juzi tu. Umekuwa msemaji mkuu. Upendo usiojali vya kwako. Sikiliza, ilikuwa ni katika safari ya kwanza umishonari. Wakati Mungu amesema nitengeni Barnaba na Paulo kwa kazi niliyowaitia. Walipoanza kupiga injili, akapiga injili sana Paulo. Wakati wanaanza tu, muujiza ukatendeka. Muujiza ulivyotendeka, watu wa ule mji wakaja wakafuata, wakaanza kuwapa majina ya miungu yao. Lakini wakampa jina huyu Paulo, mimi kinachonivutia sana, Paulo wakampa jina ambalo maana yake ni kwamba wewe ndio msemaji. Ungekuwa wewe,
Dogo, umeanza. Wameanza kukusifia hapa. Ajua mimi siendo nilikufuata Taso wewe. Upendo hauhesabu. Upendo ni mnyenyekevu. Upendo ni kujishusha. Akamwambia, angemwambia dogo, wewe si ndo nilikupeleka kwa mitume? Ni kweli brother ni kweli bro ni kweli. Wewe si ndo nilikuleta wewe? Sasa kaka yako mimi ndo wakusema hapa. Siku nyingine wakikupa jina kama hilo, wewe unakataa. Wewe unapewa jina kwamba ndo msemaji. Lakini Biblia inaonyesha huyu jamaa alimpa nafasi Paulo, yeye akajishusha. Akasema kwenye huduma, acha aonekane Paulo. Mimi hata wasiponijua, wasiponijali, wasiponithamini, ili mradi rafiki yangu ameinuliwa. Wewe unaonaje? Ndio maana sasa ya upendo wa kweli ambao hauna ubinafsi. Hapo unamwona kabisa hana ubinafsi. Hapa inakuonyesha hana ubinafsi. Mtu mwenye ubinafsi hapa hivi waanze kukushangilia wewe hapa, waseme wewe ndio unasimamisha kanisa la THM. Mungu nisaidie. Mungu nipe uvumilivu. Niumbie moyo wa unyenyekevu. Unajua kwenye huduma jamani, nyie acheni. Wala ambao mmepita pita kwenye huduma mnaelewa. Chomoza tu kichwa. Anza tu kuchemka kwenye madhabahu za watu. Na watu washangilie kuliko kumshangilia senior pastor. Ndio utajua. Utajua hujui. Mungu anipe uvumilivu. Wanangu inukeni tu. Inukeni. Hata mkitaka kuwa wachungaji njoni nitawapa, mimi nitapumzika. Mkisema kale kajamaa kamezeeka sasa hivi kanatuboa tu na maneno mengi na story zake za mahusiano, sisi tunazungumza kuhusu kwenda mbinguni. Hamna shida, wewe njoo tu nitakupa madhabahu. Nitakuachia kabisa. Unafikiri mimi na shida? Mimi kabisa. Yaani mimi kabisa. Nyie tambeni tu. Tena kuna siku moja nilikuwa namwombea nilikuwa namwombea Pastor Brian. Mtu mmoja alishtuka. Mimi niliomba lakini nafikiri wakati tunamsimika kule, kama watu walikuwepo, nikasema Mungu mpe upako kuliko mimi. Mtu alinisikia. Sasa na mimi niliomba tu. Wewe ulisikia mzee ulivyoomba? Jamaa imemtendea. Yaani akuzidi wewe upako. Sasa kwani kuna shida gani? Nikamwambia ndio hicho nilichomaanisha hicho. Kwani watoto wangu mwenyewe wakuzaa mwenyewe kihuduma. Mwanangu wewe excel tu, wewe piga gospel mwanangu, wewe piga bamiza. Hata ukimzidi baba yako bado nitabaki kwa ni baba yako tu. Baba yako hata akiwa anatembea na kiraka ni baba yako tu. Akiwa anatembea na baiskeli ni baba yako tu. Wewe hata ukimiliki ndege bado baba atabaki kwa ni baba tu. Na yani ndio mambo yenyewe, ndio lazima uyajue haya. Kwani nafikiri ndio hicho ambacho nani alikijua Barnaba? Mimi ndio niliyempeleka na mimi ndio nimemlea. Acha inuke, mimi nitashuka. Acha apate masifa, wamuite ndo msemaji mkuu. Wakampa na majina msemaji mkuu. Tuko wawili tu kuna msemaji mkuu. Jamani, si mngesema tu wote tu kuna msemaji wakuu. Kwa hiyo ndio hiyo, nakwambia hiyo inataka mtu mwenye moyo wa dhati wa kupenda na kuwa na upendo usiokuwa na ubinafsi. Sasa nakutia moyo na wewe kwenye mahusiano yako. Hebu chunguza mahusiano yako. Wewe kwenye mahusiano yako kwani ukoje? Nakupa hizi character ili ujiangalie. Hivi wewe huo unamjali mwenzio? Wewe unampenda mwenzio? Wewe unamthamini mwenzio kuliko hata unavyojithamini wewe? Twende sasa kwa watu wengine. Wao nawapenda hawa jamaa. Daudi na Yonathani. Samueli wa kwanza sura 18 mstari wa kwanza hadi wa 3. Likaraba usaina mosheria. Nataka nikujue Bwana Yesu, nizidi kukaa katika miguu yako, nijifunze kitu. Hebu nisomee mstari wa kwanza hadi wa 3. Samueli wa kwanza sura 18. Baada ya Daudi kumaliza kuongea na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Yonathani ikaambatana na ya Daudi. Naye akampenda
akampenda kama nafsi yake mwenyewe. Kama nafsi yake. Yeye akasema sio kuliko, hapa nimpende kama nafsi yangu. Napo ni pazuri tu. Kwani unavyojipenda wewe na mwenzio basi umpende hivyo hivyo. Yaani hapa ni level ya upendo. Kama wewe unavyojipenda, unavyotaka vitu vizuri, basi umtakie na mwenzio ana vitu vizuri, au? Ndio maana yake. Yaani wewe kama unapenda kama nafsi yako, unachokitaka wewe mpe basi mwenzio. Sio akipata yeye umenuna. Hebu malizia. Kuanzia siku ile Sauli akamchukua Daudi, naye kuanzia siku ile sikiliza, ilikuwa ni pada yaka kajamaa kamemua Goliati. Kamemua Goliati, kamekuja kameletwa kwenye nyumba ya kifalme. Daudi kanakaa kanazubazuba, kapiga story na mzee Sauli, wakapiga story. Baada ya kumaliza story, Biblia inasema jamaa tweet zikaanza. Diona sasa akasema aka jamaa hapana, sio kawaida. Aka jamaa lazima tuanze mahusiano. Roho yake ikambatana na akasema hapana. Aka jamaa alivyomaliza tu mzee anamwambia mzee, zamu yako imeisha. Ngoja sasa sisi tukamaliza kwetu. Hebu rudi hapo. Kuanzia siku hilo Sauli akamchukua Daudi, naye akumruhusu kurudi nyumbani. Akamwambia dogo, hurudi kwa mzee Yese, kwa baba yake. Unakaa hapa. Baada ya hapo Yonathani akafanya agano na Daudi. Akamwambia tusicheleweshaga, kwa sababu alimpenda kama nafsi yake mwenyewe. Akamwambia dogo, njoo hapa tufanye agano. Mimi na wewe, unajua mimi nimekupenda kama nafsi yangu. Wewe mtoto wa mfalme. Leo tumeambiwa hata nani wewe? Sulemani alikuwa mtoto wa mfalme. Ndio maana akaomba hekima kwa sababu vingine vyote anavyo. Lakini mtoto wa mfalme ni wa mfalme bwana. Ukaanze mahusiano na jamaa mchunga ng'ombe. Wewe kametendewa tu, kametenda muujiza. Akamwambia nimekupenda, sasa tufanye maagano. Umemaliza mwanangu? Haya twende Samuel hiyo wa kwanza sura 20. Mstari wa 12 hadi wa 17. Asiwa jamaa. Yaani hapo ngoja soma kwa taratibu. Hapo usikie vitu vya hawa jamaa. Kisha Yonathani akamwambia Daudi, ninakuahidi kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Sasa nianze kutoa ahadi. Siku ile tumefanya agano, ngoja nianze kukuambia vitu. Na kuahidi kwa jina la Bwana kwamba hakika nitamchunguza baba yangu. Sasa nitamspy baba yangu. Nitamchunguza baba yangu wakati kama huu kesho kutwa. Kama ameweka utaratibu wa kufaa kukuhusu wewe, je, sitakutumia ujumbe na kukufahamisha? Alikuwa Daudi amejificha mahali kwa sababu Sauli alianza kumtafuta kumuua Daudi. Sasa ndio anamwambia ninakwenda kumchunguza, kama ana mpango mbovu nitaelewa. Kama hata kuwa na jambo baya nitakuita urudi. Lakini hebu malizia. Lakini ikiwa baba yangu amenuia kukudhuru, kama ameamua kukudhuru, Bwana na anishughulikie kwa ukali iwapo sitakufahamisha na kukuaga uende salama. Hapo. Yaani wewe nitakulinda mpaka kifo. Yaani kama baba nikigundua tu baba anataka kukuua, ninakuacha uende salama, tutakujaga kukutana mbele ya safari. Lakini kama sitakufahamisha mtego wa baba, Mungu na anifanye hivyo. Hicho ni kiapo. Mungu ndio shahidi, wanamleta Mungu kwenye ushahidi. Tuendelee. Bwana na awe pamoja nawe kama alivyokuwa pamoja na baba yangu. Bwana najua amemsaidia sana huyu mzee, lakini najua na wewe atakusaidia. Kwa hiyo manake utakuwa mfalme awe na ngoja. Lakini nitendee wema usiokoma. Sasa na wewe hizi dogo mimi nakufanyia hivi. Hebu tuelewane mapema. Mambo. Hebu ngoja. Mimi nakufanyia haya mambo. Mimi nitakulinda, nitakupenda, nimekupenda kuliko yani sawa sana nafsi yangu, nitakufanyia wema sana, hutauawa. Ila dogo, situkumbukane sasa. Na wewe ufanye nini? Nitendee wema usiokoma. Na wewe nitendee wema usiokoma kama ule wa Bwana siku zote za maisha yangu, ili nisije nikauawa. Ili na mimi nisiuawe. Inawezekana mzee akanigeuka hapa ikawa zari. Na wewe sasa unitendee wema. Wala usiondoe wema wako kwa jamaa yangu. Sikiliza, sasa wewe hata kwa jamaa zangu. Sasa wewe mtoto wa mfalme baba yako Sauli mfalme. Wewe ni prince, mwana wa mfalme. Paka huyu mchunga kondoo
akumbuke familia yako. Kuna kitu aliona mle ndani. Jamani, mwe mnaonaga vitu kwa wale mnaohusiana nao. Mungu awape neema ya kuona, macho ya rohoni, muone kwamba hapa kuna kitu. Endelea. Wala usiondoe wema wako kwa jamaa yangu, hata kama ni wakati ule Bwana atakapokuwa amekatilia mbali kila adui wa Daudi kutoka kwenye uso wa dunia. Mungu atakapopiga maadui za, yani kiufupi, pamoja na baba yangu atakapopigwa. Sineni adui amejitangaza adui. Maadui wote akiwafutilia, mimi nitendee wema hata kama mimi sipo, jamaa zangu. Twende. Basi Yonathani akafanya agano na nyumba ya Daudi. Akamwambia Bwana, ile agano tulilofanyaga halijakolea vizuri, hebu tuje tufanye agano tena. Akafanya agano na nyumba ya Daudi akisema, Bwana na waangamize adui za Daudi. Naye Yonathani kwenye haya maagano nataka Bwana akutetee, aangamize adui zako. Naye Yonathani akamtaka Daudi athibitishe tena kiapo chake. Hebu ngoja nisiendelee. Nisio napiga hapa bla bla, napiga maneno, wewe umemute tu. Mimi naona kama mimi naongea unielewi vile. Daudi, na wewe thibitisha haya utayafanya. Niliwaambia mahusiano ni pande zote mbili. Mwenzako anapopenda na wewe penda, anapothamini na wewe thamini, huo uhusiano utadumu. Unataka ni wewe tu niletee na nguo na gauni la Dubai lile, kama si msanii gani likubwa sana alilivaa juzi hapa. Umeshajua mabinti, nataka lile vazi kama alilovaa fulani bwana, na mimi nataka ninunue na kasuti. Asante mke wangu unaninunuliaga kwa kweli, yani usta wangu jamani. Juzi ameninunulia ka perfume. Sio mimi nileta perfume. Mimi friji langu mimi aligandishi. Mimi aligandishi perfume nzuri kweli. Umeshaona siku hizi zinanukia? Umeshagundua? Mama yako. Hivi nilikuwa najisogeza unasikia. Jamani, unajua tu vitu hivi. Jamani, mimi na uzee wangu fikiria mimi Yusta analeta perfume. Fikiria jamani. Na ubiza ujenzi mimi nitakumbuka mimi mjengo hapa nini. Mimi nawaza tu misumari, nawaza milioni 2. Alafu tena na perfume. Akasema huyu mzee huyu bwana atakuwa ananukia na vikwapa. Perfume hapa. Mungu akubariki mke wangu. Yaani wewe unanijali. Unajua mimi basi tu niseme ukweli. Wana kushukuru, lakini kushukuru mbele ya hawa jamaa. Hawaelewi upendo, hawauelewi. Mimi nataka wao wanaelewa na upendo. Wewe ni wewe tu, ufanyiwe. Mume kazi yake kujali, ameambia kupenda. Sisi tumeambia tutii. Nani alikwambia? Alimwambia wafundishe wanawake wazima wafanye nini? Wawapende waume zao. Someni maandiko. Nafikiri sisi hatupendwi. Tena ukinipenda si utachukua na vilivyofichika. Na kufundisha ndoa mwanangu. Sio nije nikupe mtoto hapa alafu au anakutii tu. Unatoa. Ndio. Nafanya, napiga unalipa. Yaani hiyo mkianza kushindana kupendana. Hiyo ndio hatari. Hiyo ligi nzuri. Nyema nataka ligi gani? Za kusemana. Juzi ule nikwaza upendo wa hesabu mabaya by the way. Mmesahau kwani maana ya upendo? Na juzi ule nikwaza. Haka kazadi umeniletea ndio nafuta makosa. Jamani, maneno gani haya? Si wewe unapokea tu unasema asante honey. Usema tu asante baby, si ameisha. Eti mama, mbona unatiaga akili? Watoto mabinti hawa. Mbona mnatia akili mama? Yaani tuna kazi hiki kizazi hiki. Nasema iwe mbwai na iwe mbwai. Ubwaya ubwela tuliambiwa hapa. Akimwaga unga, akimwaga ugali, amwaga mboga. Akibinua speaker, mimi nabinua carpet utajua mwenyewe. Yaani wewe, haya mambo ya kulipizana kisasi umeyatoa wapi? Tenda wema, ushinde ubaya kwa kutenda wema. Ukiona anakufanyia wewe mfanyie wema tu. Yaani hiyo nikwambie basi wema ndio unachokonoa vizuri.
wakati amekugunya. Mnasema kugunya? Yaani amekudis. Alafu kamtendea wema. Atajiuliza mpaka kesho. Atajifanya amelala lakini anawaza ili jamaa pamoja na yote nilifanyia limenifanyia hivi. Joshua, nilishakupa mke, nasema mbele ya shemeji yako hapa. Anasema siku hiyo kesi sasa kwa sababu yeye alinifanyia hivi. Kwa hiyo na mimi nikamzaba kibao. Joshua nimekuita mara 2. Tabia hiyo nani amekufundisha? Muuliza mamako alishampiga kofi. Kwani waniudhi? Ananiudhi tu. Hata mimi ananiudhi. Unafikiri anikwazi? Ananikwazaga huyo hapa, muulize. Eti mwanaume unarusha na kofi ili akili ije. Haiji, ndio inapeperuka kwa taarifa yako. Spider unaniangalia, ndio hivyo nimeshamaliza mimi. Lazima hebu malizia. Na Jonathan akamtaka Daudi athibitishe tena kiapo chake cha kumpenda. Kwa sababu Jonathan alimpenda Daudi kama nafsi yake mwenyewe. Athibitishe kiwango cha kumpenda kwa sababu yeye alikuwa amependa na wewe unapenda. Umemaliza? Ukweli ni kwamba alithibitisha. Maana walikula kiapo. Hicho kiapo kiliendelea. Kwa hiyo makubaliano kati ya Jonathan na Daudi ya kupendana. Hii mistari inaonyesha walifanya makubaliano ya kupendana, kuonyeshana wema, kumbuka wema kwa ajili ya familia yangu, watu wako, hata mimi nisikitoka, kusaidiana na kujaliana. Hebu twende sura 23, mstari wa 16, 17 na 18. Hiyo. Alafu baadaye nikupe mstari wa mwisho kwenye hii tumalize. Na Jonathan mwana wa Sauli akamwendea Daudi huko Horesh na kumtia moyo. Alikimbiaga sasa akaenda kuna mahali panaitwa Horesh sasa akasema bado mimi kwa upendo huu kwa huyu jamaa ngoja nikamtafute kule Horesh, akamfuata huko Horesh akaenda kumtia moyo kusimama imara katika imani yake kwa Mungu. Afadhali kutiwa moyo saizi ni kiroho. Asi nimeipenda hiyo. Kumtia moyo asimame vizuri kwa Bwana. Sio moyo mwe mnatiana na kusimama. Sikiliza ngoja niwaambie ukweli kabisa. Mahusiano ambao mnapelekeana jehanamu, hayo sio mahusiano. Mtiane moyo pia kwa Bwana katika mahusiano yoyote pia, na hasa kama ni Wakristo wapendwa, mtiane moyo katika kazi njema. Sio tu unajibebisha masaa yote. Tia moyo. Akamtia moyo asimame imara kwa Bwana. Malizia hiyo mstari. Akamwambia, usiogope Daudi. Baba yangu Sauli hata kutia mkononi mwake. Jamaa linaendelea kusema, Bwana ili mradi mimi naishi. Sasa hivi najua umeshakimbia huku makimbioni. Lakini nikuhakikishie, kwanza simama kwa Bwana, simama imara. Lakini pili usiogope. Dogo na kuhakikishia, mimi huyo mzee hakudhuru. Utakuwa mfalme juu ya Israeli. Nami nitakuwa wa pili wako. Hata baba yangu Sauli anajua hili. Nyie mjashtuka? Mimi nilisoma nikashtuka. Jamaa naanza kutoa na unabii. Anasema unajua wewe dogo utakuja kuwa mfalme wewe. Wewe utakuja kuwa mfalme. Mimi nishagundua utakuja kuwa mfalme. Halafu jamaa alikuwa ana maono akasema mimi nitakuwa wa pili kutoka kwako. Mimi wewe utakapokuwa mfalme mimi nitakuwa deputy mfalme. Nitakuwa msaidizi wako, nitakuwa wa pili kutoka kwako. Hebu malizia hapo Hata baba yangu Sauli anajua hili. Hata baba yangu anajua. Hivi unajua ugomvi anakufukuza? Anajua utakuwa mfalme. Yaani wewe kuna Mungu amewekeza ndani, kuna hazina, kuna vitu vizito vinakuja. Sasa usione hata mimi kimbelembele changu, mimi nishakubali aishe, ila mzee hajakubali. Ndio maana nakutafuta. Mimi bwana huyo mzee hata yeye anajua kwamba utakuja kuwa mfalme. Wote wawili wakaweka agano mbele za Bwana. Asante, ama agano mimi napenda. Wakaweka agano wote. Wakawekeana agano tena kwa mara nyingine, anasema mpendwa na mimi nakubali. Wewe nakukubali na mimi nakukubali. Sasa tuwape tena kwa Bwana. Hivyo viapo mimi. Hawa jamaa walipendana hivi. Viapo kila wakigeuka kiapo. Kila wakigeuka agano.
Twende. Kisha Yonathani akaenda zake nyumbani, lakini Daudi akabaki Horeshi. Sawa, tunatengana lakini tumekula maagano. Sasa mimi hapo baadaye, kwa kifupi ni kwamba Jonathan alikuja kufa. Hakujaga hata kuwa wa pili kwa Daudi. Alikuja kufa. Sasa baada ya kufa, sikiliza Daudi anavyomwombolezea. Hebu naomba soma Samueli wa pili mstari wa kwanza hadi wa 26. Waliuawa na Wafilisti. Tena siku walikufa. Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa 26. Walikufa wote, Sauli pamoja na Yonathani. Waliuawa vitani. Sasa alivyosikia Daudi kwamba wamekufa, sikiliza. Na huzunika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu. Kumbe mnaoliaga mnazungumza mlitoa kwa Daudi. Wewe anamwambia mtu aliyekufa, nasikitika kwa ajili yako, uwaponye, ukamsalimia na fulani, si ndio mnasemaga hivyo? Hebu twende. Na huzunika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu. Na huzunika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu. Sasa mimi malizia. Kwangu ulikuwa mpendwa sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu zaidi kuliko ule wa wanawake. Daudi una matatizo. Yaani hata upendo wa mume na mke. Asema huyu mzee wa Zaburi akaanza kutunga Zaburi mashairi. Akasema upendo wako ulizidi hata upendo wa Alisi na Isaac. Yaani kama anavyompenda mwanamke, yaani wewe umepita, yaani ulipitiliza hata upendo wa kupenda mwanamke. Yaani hata Leonard anavyompenda Yusta wake zaidi. Fikiria. Hasa nakulilia. Sasa mimi kilichonitia moyo sana, hebu tusomeni tafsiri za Kiingereza hilo neno ndugu. Nimeangalia tafsiri zote za Kiswahili zinasema ndugu yangu, ndugu yangu. Hebu sikilizeni ndugu maana yake nini. Tafsiri yote tu ya Kiingereza nisomeni. Huo mstari wa 26. Hii ni tafsiri ya Good News, anasema I grieve for you my brother Jonathan. My brother. Jamani, yani upendo ulifika mahali mnasemaga kwamba rafiki anaweza kawa bora hata zaidi hata ya kaka. Anamuita kaka. Kiswahili chetu kinasema ndugu, anamuita kaka yangu Jonathan. My brother. Unajua so deep My brother. Hiyo yani alifika mahali alikuwa anamuona Jonathan kama kaka. Jamani, huo ndio upendo ambao ulikuwa umefika. Ila hapa shairi la huyu jamaa linanikuna kwamba upendo wao ulikuwa ni wa dhati kuliko hata, ilikuwa ni ajabu kuliko hata mwanaume anavyompenda mwanamke. Jamani. Haya tumalizie. Sasa alivyokuja kufanya sasa kuonyesha na yeye upendo. Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 8. Kuna kitu kizuri sana hapa. Mungu wa Israeli nisaidie. Daudi akauliza, Je, hakuna mtu hata mmoja wa nyumba ya Sauli? Wakati ameshakuwa mfalme sasa. Daudi ameshakuwa mfalme, anauliza, hakuna mtu mmoja? Hakuna hata mmoja wa nyumba ya Sauli aliyebaki ambaye naweza kumtendea wema kwa ajili ya Yonathani? Haya, naomba hata hiyo lugha yake tu ya ushairi. Sauli alikuwa ni rafiki yake, sio rafiki yake? Yaani na Daudi walikuwa paka na panya, si ndio? Wamewindana mpaka anakufa. Lakini anasema hiyo nyumba ya Sauli nifanye wema kwa sababu ya Jonathan. Sijui kama mnamuelewa lugha yake. Hivi nyewe mnachukiaga? Unachukia mama na watoto. Madam nimeshamchukia mama, hata na watoto sitaki kuwaona. Bwana kanizuia, nitaka niwape ushuhuda wa familia fulani. Really kabisa, ushuhuda really kabisa. Mtu kakataa mke wake, kakataa na watoto. Ngoja niliache. Anyway, ninachotaka kuambia ni kwamba kwa ajili ya Jonathan walivyokuwa wameagana, anasema nitafanya wema kwenye nyumba ya Sauli. Hakuna mtoto aliyebaki. Haya tuendelee. Basi palikuwepo mtumishi wa nyumba ya Sauli aliyeitwa Siba.
Wakamuita aje mbele ya Daudi, naye mfalme akamwambia, wewe ndiwe Siba? Akamjibu, naam, mimi ndiye mtumishi wako. Mfalme akauliza, je, hakuna yeyote ambaye amebaki wa nyumba ya Sauli ninayeweza kumwonyesha wema wa Mungu? Siba akamjibu mfalme, bado yupo mwana wa Yonathani, yeye ni kiwete miguu yote. Mfalme akauliza, yuko wapi? Kiwete miguu yote, kiwete miguu yote. Kamebaki mtu mmoja tu kwenye ukoo huu, sijui wengine walipokutika walienda wapi, lakini kuna mtoto wa Yonathani ambaye ni kiwete. Haya, tuendelee. Siba akajibu, yuko nyumbani kwa Makiri mwana wa Amieli huko Lodebari. Amewekwa tu kwa watu wamtunze. Basi mfalme Daudi akamtaka aletwe kutoka Lodebari, kutoka nyumbani kwa Makiri mwana wa Amieli. Mephibosheth mwana wa Yonathani mwana wa Sauli alipofika kwa Daudi, akainama kumpa mfalme heshima. Anamwambia, pamoja na kwamba mimi ni mjukuu wa mfalme, lakini wewe ndio mfalme. Akainama kumpa heshima. Sijui kiwete aliinamaje. Mambo ya Mungu haya yanajulikanaga hivyo hivyo. Twende. Daudi akamuita Mephibosheth. Mephibosheth akajibu, ndimi mtumishi wako. Daudi akamwambia, usiogope, kwa maana hakika nitakutendea wema kwa ajili ya baba yako Yonathani. Nitakutendea wema kwa ajili ya baba yako. Baba yako alinitendea wema, na kutendea wema kwa ajili ya baba yako. Alinitendea wema sana. Ninathamini hayo mahusiano, pamoja na kwamba amekufa, ninathamini. Sikiliza. Nitakurudishia ardhi yote iliyokuwa mali ya Sauli. Cha kwanza, ardhi yote ya mzee Sauli aliyomiliki hapa Yuda, yote mali ya Mephibosheth, yote kwa amri ya mfalme. Nimesema rudisheni mashamba yote ya Sauli. Atakaye miliki ni huyu hapa. By the way, ukisoma translations zingine au maelezo mengine, wale wafanyakazi akasema mtakuwa mnalima hapa na mazao yote ni mali ya huyu kiwete. Akaweka na wafanyakazi watakuwa wanalilima lile shamba, wanamletea mazao huyu kijana. Haya, cha kwanza amechukua shamba. Cha pili, nawe daima utakula chakula mezani pangu. Halafu utakula chakula nyumbani kwangu milele. Daima, daima, siku zote. Wewe utakuwa unakula ikulu. Hustahili kula huko tu mitaani. Hustahili kabisa, kwa ajili ya wema na Yonathani. Mwanangu, wewe na wewe ni mtoto wangu, mimi baba yako mdogo, yule ni brother. Siku zote utakaa hapa, utakula ikulu. Kwa maneno mengine, utakula kwenye meza. Hiyo kula kwenye meza ya mfalme, manake mimi nimekaa hapa na wewe hapa. Ni mtoto, kama mtoto wangu mwenyewe wa kuzaa. Mephibosheth akasujudu akasema, mimi mtumishi wako ni nini hata uangalie mbwa mfu kama mimi? Mfalme mmoja hata atoka angalia mbwa aliyejifia mwenyewe. Yani mbwa, wewe unawajali wa jamaa wako? Wangapi wamekutendea wema kwenye maisha? Unakumbukaga? Na kingine niwaambie, tendeni wema, watoto wenu watakumbukwa. Wakati wewe umekufa, umeoza, wema utakwenda kulipa kwa wale Mungu aliwainua. Nakwambia kweli kabisa. Nakwambia kweli, tenda wema. Nyinyi mnasema mahusiano, mimi sijali, I don't care. Sisi ndio familia ya washua hapa mjini. Kaeni tu huko uzunguni. Sisi tunaishi tu hapa. Jali hata watu wa chini. Nilikueleza mahusiano, hata watu wa chini watakuinua. Huyu kwa ajili ya wema, mtoto wake anakuja kukumbuka. Umemaliza hiyo mstari? Ni hivi, huyu mtoto kwanza alitafutwa. Umeona, amefanya jitihada ya kumtafuta mtoto wa Yonathani, kampata. Anaitwa Mephibosheth, lakini alikuwa kiwete. Lakini hakuona ukiwete wake hamna shida, akamrudishia mashamba yote, ardhi yote ya mzee Sauli, ukoo wa kina Sauli, mashamba yote. Lakini akampa ruhusa ya kula mezani kwake siku zote, ili mradi yeye anaishi, yeye ni mfalme.
Sasa Mungu akupe nini? Mahusiano yana gharama mpendwa. Mahusiano yana gharama. Nakufundisha gharama za mahusiano. Ukifika hivi mahali hapa, mimi natamani ufike katika mahusiano yako na watu, ufike mahali pa kufanya vitu kama hivyo. Nimalizie na mistari michache tu ya Ruth na Naomi, alafu nikuambie kitu kilichotokea. Ruth mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 18. Sasa hivi nimegeuza gia, nimeenda kwa watu wengine. Ndipo Naomi akamwambia wale wakwe zake wawili. Mnajua habari za Naomi. Naomi mke wa Elimeleki alitoka kule Bethlehem akaenda kuishi Moabu. Na kule baadaye mume wake Elimeleki akafariki. Baada ya miaka 10 Biblia inasema na watoto wake wa kiume nao wakafariki, lakini wale watoto walikuwa na wanawake, walikuwa wameshaoa wanawake wa Kimoabu. Mmoja anaitwa Orpa, mwingine anaitwa Ruthu. Haya sasa ndio anawaambia wale wakwe zake baada ya kuwa wameshakufa au waume zao na wenyewe, haya twende. Rudini kila mmoja wenu nyumbani kwa mama yake. Bwana na awatendee fadhili kama mlivyowatendea hao waliofariki. Leo wasichana, mimi nawafahamu, mimi mama yenu mkwe, mlikuwa ni wema sana. Mlikuwa na fadhili. Katika wanawake bora nishawahi kuwaona ni pamoja na nyie. Ila naingiwa huruma. Mimi bibi kizee mkiambatana na mimi mtapata shida. Rudini kwa ndugu zenu, alafu mkaolewe tena. Si ndio hivyo? Hebu soma. Bwana na amjalie kila mmoja wenu maisha mema nyumbani kwa mume mwingine. Mkaolewe. Kisha akakea. Yaani nyie mumuone Naomi kama mtu anayekea, anayejali, anayependa. Hiyo sentence ni anaonyesha huruma. Kwamba rudini afu mkaolewe mpate waume, nyie bado mabinti. Afu Biblia isemi hata kama alikuwa na watoto. Tuendelee. Kisha akawabusu, nao wakalia kwa sauti kubwa wakamwambia, tutarudi pamoja na wewe nyumbani kwa watu wako. Nilikwambia last week, wote wakasema no, sisi tutakwenda pamoja na wewe. Lakini Naomi akasema, rudini nyumbani binti zangu. Kwa nini mnifuate? Je, mimi nitaweza tena kuwa na wana wengine ambao wataweza kuwaoa ninyi? Rudini nyumbani binti zangu. Mimi ni mzee kiasi kwamba siwezi kumpata mume mwingine. Hata kama ningefikiria kuwa bado kuna tumaini kwangu, hata kama ningekuwa na mume usiku huu na kuwazaa wana, je, mngesubiri mpaka wakue? Mngebakia bila kuolewa mkiwa mnasubiri? La hasha binti zangu. Nimepata uchungu kuliko ninyi, kwa sababu mkono wa Bwana umekuwa kinyume nami. Katikati ya uchungu wangu mimi nawatia moyo, nawatakia mema nyinyi. Kwa hekima za kibinadamu alikuwa sahihi kabisa. Kwamba nendeni mkaolewe, maisha yenu yaendelee vizuri. Mimi ni kibibi tu, nina uchungu, ni kweli. Mimi nimepotelea na mme na watoto. Mimi ni bibi, hata mme siwezi kupata mwingine. Nikajifiage tu huko. Mungu ameshanipa uchungu, hamna shida. Lakini katikati ya uchungu wangu ngoja niwatie moyo, nyie rudini. Haya sikiliza, malizia hiyo mstari. Kisha wakalia tena kwa sauti. Wakalia mara ya pili. Orpa akambusu mama mkwe wake, akaenda zake. Tabu. Mama nimekuelewa. Akaondoka, akaenda zake. Lakini Rutu akaambatana naye. Anayejua mahusiano sasa Rutu. Mungu akuinulie roho ya Rutu kabisa yani. Ujue yani ujali mahusiano. Unajua wanangu nawaambia ili niwafundishe. Kwa sababu kuna watu wengine waelewagi. Nilikwambia Rutu alivyokuja kuwa, lakini haikuanzia ipo. Mahusiano ndio yalizaa mambo makubwa. Hebu msikilize Rutu. Lakini Rutu akaambatana naye. Naomi akamwambia, tazama, mwenzako anarejea kwa watu wake na kwa miungu yake. Sawa. Rudi pamoja naye. Lakini Rutu akajibu, usinisihi nikuache au niache kukufuata. Mambo ya kunisihi niondoke, achana nayo. Utakako kwenda nami nitakwenda. Utakako kwenda na mimi nitaenda. Na wewe utakapoishi chochote, mazingira yoyote, uwe una tabu na nini, mimi nataka nikutie moyo. Nimekupenda wewe bibi. Mama, mimi nimeamua kuambatana na wewe. Mimi moyo wangu upo kwako. Mimi hata tukapata shida, tupate shida wote. Huo ndio upendo. Sikiliza. Utakapoishi nitaishi. Watu wako watakuwa watu wangu. Asante. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kabisa. Pale utakapofia nami nitafia hapo. Sikiliza. Hamna cha kwamba nitaolewa huko huko. Yaani wewe utakapozikwa
na mimi ndio patakuwa mazishi yangu hapo hapo. Malizia. Na hapo nitazikwa. Bwana na aniadhibu vikali kama sasa kitu kingine chochote kitanitenga nawe isipokuwa mimi na wewe, isipokuwa kifo. Naomi alipotambua kwamba Ruthu amenuia kufuatana naye, aka katoto kameamua. Alipojua kwamba Ruthu amenuia kufuatana naye, amenuia kwa moyo, hakuendelea kumsihi tena. Ambia basi mwanangu yaisha, tuendage. Mama nibebe nini? Beba tu ile furushi ile, mwanangu nisaidie. Unajua, sikiliza, mimi napenda ile yani ile moyo wa huruma wa wote wawili. Kila mtu anamjali mwenzie. Yule mama alikuwa sahihi kabisa, Naomi, na huyu naye alikuwa sahihi. Sasa ndio game kama hizo zinatakiwa. Hivyo mahusiano unachukuliaje? Eti wewe mahusiano yale ambayo alafu nataka mahusiano ya dumu, alafu wewe hujali tu. Kwa kweli hapo umesema la kweli. Kweli basi nitakuombeaga tu, nenda tu, Bwana atakusaidia. Kaote moto. Hakuna kitu kama hicho. Mahusiano yana gharama. Akasema utakapokufa na mimi nitakufa, watu wako watakuwa wa kwangu, tutakachokula ni hicho hicho, tutakachoishi ni hicho hicho. Ukisoma hizo habari nenda kasome. Alikwenda wakawa anapata shida, alikuwa anaokota mpaka vyakula, watu wengine wamelima, yeye anakwenda anaokota nyuma ili wale na mama yake. Ni kwenye mambo hayo kamkuta Boazi. Bwana kutokea kupe Boazi kwa ajili ya kuheshimu mahusiano. Mahusiano yanalipa. Ndio nakwambia, Boazi akaja kumzaa Obedi, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa Daudi. Kwa hiyo huyu Ruthu ni bibi yake Daudi. Uzaage na kina Daudi na wewe kwa ajili ya mahusiano. Kina Daudi wako, maana yake ni kwamba hatima zako, mambo yako nayo yawaza yafanikiwe. Mengine yatafanikiwa kwa sababu unaheshimu mahusiano. Kwa sababu umepuuza mahusiano, ndio maana kina Daudi hawajitokezi. Ndio maana Mungu hakupi baraka. Hatima zingine ni kwa mahusiano, na mahusiano yana gharama. Shida sio mchezo. Ukiamua kuingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano. Hata huyu mwanamke anajua baraka zingine ni kwa sababu ya kuishi naye. Ngoja nikuambie kidogo. Mimi nimemwoa, mimi mshahara wangu ni 10,000, yeye ni 60,000. Na alinipenda, najua Yusta alinipenda kufa. Muulize tena wengine wakamwambia, wewe unamfahamu huyu jamaa? Walimkatisha tamaa wengine. Kwamba unaolewa na kajamaa kenyewe bado kanasoma. Na unazijua shule wewe za medical siku unazifahamu. Si ndio kalisapu hata mwaka wa kwanza kakarudi haka. Mimi nimemoa, muulizeni nimemoa mimi niko mwaka ngapi? Tumechumbiana mimi niko mwaka wa pili, yani mwaka wa kwanza narudia. Ndio akaanza kumdisi watu. Sasa huyu jamaa sijui hata kama daktari atapata. Uko tayari kuishi na jamaa ambaye ni kabwela? Sasa kama mtu amenipenda namna mimi nisimpende. Wanataka upendo wewe tu. Alipenda huyu mwanamke. Mimi nawaambia kweli leo, mama yenu muulizeni. Leo nawaambia, na watobolea sasa friji lisilogandisha. Leo nawaambia. Kanipenda mimi, sina pikipiki, sina baiskeli, ni kabwela, hata shule sijamaliza. Medical school mwaka wa kwanza. Yeye tayari ni yuko Tazara na maokoto anayo. Mimi nategemea kabumu ka shilingi 15,000. Ndio najiona na mimi nina hela. Kanipenda huyu. Watu wakamsema tena wengine hapo kanisani. Wewe huyu mwanamke, unajua wewe shule medical school haijua wewe. Wao na disco anasema hivyo nimeshaamua. Nilishawaambia mimi nikiwa mwaka wa 3 sasa nimeshapigwa sapu. Yaani nikifeli tu hapo ndio bye bye. Ndio nakwenda kuoa na mimi. Na mimi ujeuri wangu nikamwambia Mungu nakuamini. Nimeshatangaza na harusi mwaka wa 3 kuingia mwaka wa 4. Na hapo na sapu. Nikipigwa hiyo sapu ndio udaktari umeisha. Sikumwambia huyu mama, nikasema simwambii. Tutajuaga huko. Nikasema Mungu Baba, nihurumiage. Yaani hapa nikipigwa sapu daktari bye bye. Sijui atanipenda au atanidisi.
nitakuwa discontinued shuleni na kuwa discontinued kwenye mahusiano. Nikasema hizi double cast. Mungu saidia, nikavuka. Nikaingia mwaka wa 4, na wakati navuka nimeshawa nakoa. Niko honeymoon, nishawasimulia. I see. Namaliza shule, naanza mshahara wangu 10,000. Afadhali hata ile boom la shule kwa 15,000, 10,000. Huyu hapa anachanja tu. Tazara wakati huo ukiwaambia watu wa Tazara ni kama mnavyosema leo si TRA si wapi. Utaishi na mwanamume lenyewe ili hata hela za udaktari sisi tunawajua madaktari hawana hela. Na ni kweli tulikuwa tuna hela. Majina tu. Doctor. Mimi ni Dr. Leonard. Unaona hata aibu kujitambulisha doctor. Maana watasema tunajua wale msio wanakuwa na pesa. Mungu akubariki mke wangu. Yaani kweli kabisa. Yaani leo mimi nakutia moyo kabisa. Leo nimekutokea. Yaani leo nimekutokea. Ndio maana mimi ndio mnanielewaga mimi nikisema mimi nilifika mahali nikamwambia Yusta niko tayari kukufanyia chochote. Yaani chochote. Nikaja kuchukua mkopo wa milioni 6, nenda kasomage na wewe. Kasome ongeze ka elimu angalau wewe umeshakuwa ni support mimi saa hizi ninasoma si na wakati sio na masters sijui. Nilikuwa na masters au na PhD sijui. Lakini nikachukua milioni 6 mkopo, mshahara 200,000. Niambia mke wangu wewe unastahili, yani you deserve my whole world. Yani mimi kama nikufa nitakufa na njaa na madeni haina shida. Wewe ndio ulinunuliaga na pete za dhahabu, mimi nitaka nikununua ya mabati. Huyu hapa kwenye harusi. Mimi naambia nitanunua mabati, mtoto wa kiume ndio nimejikaza kweli kweli yani mabati. Sasa nitanunua mimi, don't worry honey. Yani akaninunulia bwana. Hii hapa pete ya dhahabu. Wapendo, alinunuliaga Houston. Upendo, sinaofundisha. Unafikiri upendo ni lele mama? Ukipenda paenda kweli na wewe ukipendwa pendeka. Ndio mpaka leo mimi tunashindana. Ndio maana ananiletea na perfume mpaka sasa hivi. Hajachuja bado, ni yule Yusta wa juzi na ndio wa sasa hivi. Sio kama mmenielewa. Mmenielewa? Na nyinyi mko tayari kupenda? Mahusiano mtapenda? Au nyinyi mpendeki? Alafu nafikiri ile mama, msione vinaelea vimeumbwa. Siku nilivyokwenda Ulaya kwa mara ya kwanza nilikujaga na furushi limejaa manguo. Hata mama yangu mzazi sikumpelekea, nikamletea Yusta. Mengine akasema hii inafika kwenye magoti. Ngoja nitoe siri. Nilimtega suti bwana. Si mnamjua mama yenu nguo zake. Bwana. Nikamletea bwana kasuti kazuri kweli bwana. Mtoto wa kiume nimejikunja. Sasa kanafika kwenye magoti. Ila sasa akifanya tu hivi kanatia hapana. Mimi sijazoea. Nikamwambia mwenzio nimejikunja mama. Nimejikunja. Leo na hapa za ndani exclusive. Leo na hapa exclusive. Wewe Yusta nivumiliage tu hivyo mke wangu. Wewe unanielewa, mimi ninachokizungumza unanielewa vizuri sana. Hizo ndio pointi. Unafunga magoli ya Ronaldo. Yaani pale ndio unafunga magoli. Unafikiri magoli unafungia gapi? Kwenye upendo. Mwanangu naelewa ninachokizungumza. Wewe mtoto wa askofu wewe. Kwanza nilishangaa hivi amempataje huyu jamani? Tulikuwa tunasali wote. Sasa huyu dogo huyu naye kajitutumua kuchukua mke wa askofu, yani mtoto wa askofu. Naona jitutumua mwanangu. Unapenda hivyo hivyo. Ulimpeleka afadhali. Amempeleka shule, amekupeleka shule. Oh, safi sana. Kumbe alijitutumua bwana Caleb. Najua hata mshahara wake mimi najua.
Kwa kweli umejitutumua mwanangu. Mungu akutie nguvu. Na wewe upende wewe. Usije ukaja kupataga mahela alafu umekuwa advocate sasa umemaliza advocate. Kidume hiki tunza. Alafu mchungaji saizi. Usiona anahitaji kana na kamda mwingi kuomba. Sio kutafuta hela. Wewe tafutaga hela hizo za advocate. Umeshamaliza. Hata sijui niombe nini. Eti leo niombe nini? Tusifunge tu. Si mmenielewa? Kuna mtu anahitaji maombi kweli? Eti kuna mtu anahitaji maombi? Anataka kuokoka. Kuna mtu hajaokoka anataka kuokoka. Huyo kweli tutamwombea. Kuna mtu hajaokoka anataka kuokoka. Nyosha mkono wako tukuombee. Au alishaokoka karudi nyuma. Wewe nitakuombea. Kuna mtu ambaye hajaokoka au aliokoka karudi nyuma anataka kurudi kwa Bwana. Huyo nitamwombea. Hakuna. Simameni basi. Naomba niwaombee.